Wakati upepo wa kisiasa ukivuma kwa kasi sana nchini, sasa safu nzima ya viongozi wa juu wa Chadema wanatafutwa na jeshi la polisi. Je, huu ni mwisho wa Chadema kisiasa au ni mwanzo wa mapambano mapya? Leo Harakati TV tunakuletea undani wa uchambuzi wa hichi kinachoendelea. Karibu sana Harakati TV, mahali ambapo tunachambua ukweli kwa kina. Mimi ni mtangazaji wako na leo tunazungumzia hatua nzito iliyochukuliwa na jeshi la polisi dhidi ya viongozi wa juu wa chama kikuu cha upinzani, na mmoja huyu ambaye ni Askofu Gwajima. Huyu ni kada wa CCM. Ni taarifa iliyotikisa siasa za Tanzania wakati jeshi la polisi likitangaza kuwasaka viongozi 10 kwa makosa ya kupanga na kuvuruga na kuratibu vurugu. Hali ndani ya chama hicho inazidi kuwa tete. Kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni, viongozi waliotajwa katika orodha na wale ambao wako mikononi mwa uangalizi maalum wa vyombo vya usalama, kama tunavyofahamu, wa kwanza ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antipas Lissu, lakini pia makamu mwenyekiti John Heche. Lakini kwa sasa katika orodha ile iliyotolewa na jeshi la polisi yupo katibu mkuu John Mnyika na naibu katibu mkuu bara, huyu ni Amani Gorugwa, ambaye tayari amekamatwa leo asubuhi akiwa nyumbani kwake. Wakili wake Hekima Mwasipu aituthibitishia kukamatwa kwa kiongozi huyo, akisema wanajaribu kufahamu ni kituo gani cha polisi alichopelekwa. Hali hii imezua maswali mengi. Je, hii ni hatua ya kawaida ya kisheria au ni mkakati wa kisiasa unaolenga kudhoofisha upinzani? Watu wamekuwa na maswali mengi katika mitandao ya kijamii, lakini wataalamu wa sheria wanasema kosa la uhaini au kupanga vurugu dhidi ya serikali ni miongoni mwa makosa mazito zaidi nchini, ikiwa na adhabu kali mno, ikiwemo kifungu cha maisha au hata kifo endapo ushahidi utathibitika. Kinachobaki ni kuona sasa kama viongozi hawa watajitokeza kujisalimisha au kama watashuhudia wimbi jipya la kukamatwa kwa wanasiasa nchini. Yaani kama jeshi la polisi lilivyosema, jeshi la polisi liko katika msako wa kuwasaka watu hao. Sasa nikukumbushe tu orodha ile iliyotolewa na jeshi la polisi. Wengine ni wajumbe wa kamati kuu ya chama hicho ambaye ni Godbless Lema, Boniface Jacob, huyu tunamfahamu kama Boniai, mwenyekiti wa chama hicho kanda ya Pwani. Brenda Lupia, huyu ni mkurugenzi wa mawasiliano kwa umma wa Chadema. Deogratias Mahinyila, mwenyekiti wa baraza la vijana Chadema. Mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu ametimiza miezi 7 gerezani tangu alipokamatwa Aprili 9 mwaka 2025 huko Mpinga mkoani Ruvuma, alikokuwa akifanya mikutano kuelimisha wananchi kuhusu kauli mbiu ya chama chake ile tunaoifahamu ya no reform no election. Baada ya kukamatwa, Lissu alirudishwa Dar es Salaam, akafunguliwa mashtaka ya uhaini katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, na baadaye shauri hilo lilihamishiwa mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo Dar es Salaam, ambako kesi inaendelea kusikilizwa. Wakati Lissu akiwa ndani, makamu mwenyekiti Heche aliendelea kukiongoza chama hicho hadi pale shughuli za chama zilipositishwa kwa amri ya mahakama kutokana na kesi iliyopo mahakamani kuhusu mgawanyo wa mali za chama hicho. Hata hivyo, Heche alikamatwa Oktoba 22 mwaka 2025 akiwa anaingia katika viunga vya mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam alipokwenda kusikiliza kesi dhidi ya mwenyekiti wa chama chake, yani dhidi ya Lissu. Kabla ya kukamatwa kwake, Heche aliingia kwenye mzozo na idara ya uhamiaji katika mpaka wa Sirari mkoani Mara, akidai alivuka mpaka kinyume cha sheria, madai ambayo Heche aliyakana. Sasa watu wengine wanaosakwa na jeshi la polisi, ukiachana nao viongozi wa juu kabisa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Wakati viongozi hao wakiwa mahabusu, jeshi la polisi limesema linaendelea na msako mkali
kuwatafuta wanaotuhumiwa kupanga, kuratibu au kutekeleza matukio ya vurugu, upolaji wa mali na uvunjifu wa amani uliotokea Oktoba 29 mwaka 2025. Miongoni mwa watu wanaotafutwa na jeshi hilo ni viongozi wa chama cha Chadema akiwemo Mnyika, Gorugwa, Lema, Lupia Boniai, Mnyika, Hilda Newton ambaye ni kada wa chama hicho. Kwa mujibu wa polisi, Oktoba 29 kulitokea matukio ya vurugu, uporaji wa mali, uvunjifu wa amani katika majiji ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Mbeya, pia mikoa ya Shinyanga, Geita, Songwe, Ruvuma, Mara, Dodoma, Kilimanjaro na Iringa. Mbali na viongozi hao wa Chadema, wengine wanaotafutwa ni askofu wa kanisa la Ufufuo na Uzima, Josephat Gwajima, Awad Kalonga. Huyu pia yumo pia Machumu Maximilian maarufu kama Mwana Mapinduzi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa usiku wa kuamkia Novemba 8, 2025 na msemaji wa jeshi la polisi David Msime, msako huo unafuatia uchunguzi wa ushahidi uliokusanywa hadi sasa. Nitarudia taarifa ile kwa umma kutoka kwa jeshi la polisi. Jeshi la polisi lilieleza linawataka kujisalimisha katika vituo vya polisi mara watakapoona taarifa hii popote walipo. Kuhusu kadhia iliyotokea Oktoba 29, Msime amesema matukio hayo yalisababisha madhara kwa binadamu, uharibifu wa mali za umma na hata binafsi, na kuleta athari kubwa. Mbali na athari za uhai na maisha ya watu, amesema mali za umma zilizochomwa moto zikiwemo ofisi za mamlaka za mapato Tanzania yani TRA, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU na mahakama. Uharibifu mwingine uliotokea hiyo Oktoba 29 kwenye vituo vya mabasi yaendayo haraka, yani mabasi hayo ya mwendo kasi kutoka Kimara Mwisho hadi Magomeni na Moroko, ATM za baadhi ya bank, ofisi za serikali za mitaa, barabara za lami na zege zilizochomwa moto na baadhi ya majengo ya CCM, huku magari ya umma na binafsi yakiharibiwa. Polisi katika taarifa hiyo limesema waliopanga na kutekeleza uharibifu huo wamekamatwa na kuanza kufikishwa mahakamani, na kwamba jeshi la polisi likishirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama linaendelea na msako mkali kuwatafuta au kuwasaka wengine waliopanga na kuratibu. Juzi Ijumaa Novemba 7, 2025, watu 240 akiwemo mfanyabiashara Jennifer Jovin maarufu kama Nifa walifikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, Dar es Salaam, wakikabiliwa na kesi ya uhaini kutokana na matukio yale yaliyotokea Oktoba 29 mwaka 2025. Mbali na hao, wengine 172 walifikishwa mahakamani jijini Mwanza na kusomewa mashtaka mbalimbali yakiwemo ya unyang'anyi na kutumia silaha, kuharibu mali kwa makusudi na kufanya maandamano bila kibali. Wanaodai kutenda makosa hayo kati ya Oktoba 29 na 30 katika maeneo mbalimbali wilaya ya Nyamagana mkoani Mwanza. Vile vile watu 9 wakazi wa halmashauri ya miji wa Makambako mkoani Njombe walifikishwa katika mahakama ya wilaya ya Njombe wakikabidhiwa na mashtaka ya uhaini na kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Wanadaiwa kutenda makosa hayo kati ya Machi na Oktoba 30, 2025. Sasa nini kauli ya Chadema? Kwa upande wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeutaarifu umma kwamba jeshi la polisi mkoani Arusha limemkamata Golugwa asubuhi ya leo Jumamosi Novemba 8, 2025. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano ya uenezi wa Chadema, Golugwa, kiongozi wa tatu wa ngazi ya juu kabisa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, kukamatwa na vyombo vya dola baada ya Lissu na Heche. Sasa taarifa ya Chadema inasema hivi: kukamatwa kwa naibu katibu mkuu kuna maanisha kuwa viongozi watatu pekee kati ya 9 wa juu wa chama hicho ndiyo waliobaki wakiwa huru. Tumepokea taarifa zinazoonyesha kuwa wimbi hili la kukamata kwa viongozi na wanachama wa Chadema linaendelea kushuka hadi ngazi ya chini, ambako baadhi yao wanalazimishwa kupanga maandamano, inasema taarifa hiyo ya Chadema. Mambo ni mengi, mtazamaji wa Harakati TV.
Ili kuwa unapata taarifa hizi za kisiasa na uchambuzi makini kabisa wa kisiasa, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.